Mimi hapa ndo sehemu ambayo inakuwa kituo changu cha kwanza. Nikitaka kwenda kwenye mihangaiko yangu yoyote lazima nipite Real Burger kwa ajili ya kupata aidha kama sio burger kwa ajili ya tumbo langu, lakini pia hata juice, kwa sababu naziamini sana juice za Real Burger. Unaweza ukawa miongoni mwa watu ambao unatembelea pia Real Burger aidha kwa kutufollow Instagram, Facebook, Twitter @dator4news, lakini ukiwa follow @Real Burger TZ unakuwa unatisha kinoma noma. Hapa hala sio mbali. Ukitokea Makumbusho kama unaweza kutegeta, kituo cha kwanza Science, cha pili kinaitwa Bamaga. Bamaga basi unaangalia upande wa huu ni upande wa kushoto. Umeona kama unaenda zako Tegeta. Pia ni opposite na Star Times na TBC. Ukiuliza Real Burger, I'm sure huwezi kupotea. Lakini ukitaka direction nzuri kabisa, follow Instagram @Real Burger TZ. Mimi ni Inspector Chimela. Today niko na story ambayo imekuwa inaumiza vichwa vya watu sana. Watu wanauliza bwana, sasa hivi online TV zimekuwa nyingi sana, lakini pia baadhi ya wanaofanya shughuli za online media wanakuwa wadwanzi. Nikisema wadwanzi namaanisha kwamba wanakuwa hawafuati professional journalism, kwa sababu watu wanategemea kupewa habari za uhakika, habari serious kupitia hizi platform, lakini kuna baadhi ya watu wanazingua. Wengi sana wamekuwa wanatoa malalamiko yao, na mimi leo nataka niyazungumze ya malalamiko, hususan ni unapofanya coverage ya msibani. Watu wengi sana sasa hivi wanamiliki online TV, zipo za kutosha. Nikisema online TV na maanisha usahau kulike, kusubscribe na kucomment wale. Bwana, wanauliza maswali tofauti. Unaweza kumkuta mtu msibani, aidha ni mfiwa, unamuuliza umejisikiaje na msiba. Really? Unajisikiaje na msiba? Sitaki kuongea sana kwa sababu mimi hapa hakijanileta hicho. Kilichonileta bwana, nisiwe mnafiki, nisiwe mbea. Mimi nimekuja kupitia juice, alafu na kupeleka moja kwa moja kwenda kudiscuss issue hapa na baadhi ya watu ambao wanaangalia lakini pia ni wanaguswa na hizi platform. Mimi ni Inspector Chimela, unaweza kunifollow Instagram @ZorilAmerTZ. Mimi napata juice and then niazime muda wako. Brothers and sisters, this is the plug kutoka Da 24. In all the way kutoka Real Burger. As I told you, tutakuwa tunazungumza kuhusiana na digital media, hizi online TV ambazo zimekuwa zinaibuka na taswira tofauti, maswali mengi misibani, professional hakuna na vitu vingine kama hivyo. Kutoka Real Burger nimekutana na Mwijaku, my brother from another mother. Yupo ofisini. As I told you pia, Mwijaku ni balozi wa Goods Africa Insurance. Atatueleza pia vitu gani ambavyo wanafanya na mikakati yake, lakini kwanza tumalize na hili ambalo limetuleta hapa. Inakuaje brother? Safi kabisa, kwema. Kwema kabisa. Pole sana na majukumu. Na wewe pole kwa kuweza kupanga mikakati ya kuniona. Naona nimekuchomoa kwenye meza. Unajua kumchomoa mtu kwenye meza anafanya kazi inakuwa ni ngumu sana. Una lugha nzuri. Tukisema una lugha ya kitaaluma, yani taaluma yako unaitendea hapa. Una lugha umefanya nimeinuka nikwambia njoo tuzungumze. Kwa hilo hongera. Nashukuru sana. Hongera sana. Kitu ambacho kimenifanya nikutafute Mwijaku leo, kuna hizi digital media. Watu wewe unaojiwa, wewe ni celebrity na unaziona sasa hivi hususan ni Tanzania zina moto tunasema. Wewe unazitafsiri vipi digital media? Bado nakumbuka maneno ya Boss Ruge. Marehemu Boss Ruge leo kusema, nafikiri ilikuwa wazi, alisema katika maisha dunia ya leo tuogope sana teknolojia na Mungu. Alisema ogopa teknolojia na Mungu. Teknolojia lazima tuiogope kwa sababu teknolojia inaweza kukuharibia, teknolojia inaweza kukujenga. Sasa kwenye mfumo wa sasa hivi hizi online TV, digital, yani kila mtu sasa hivi anafungua online TV akiwa na kamera,
akiwa na Mike anafungua online TV. Sasa na mbaya zaidi, sio dhambi kufungua online TV, lakini mbaya zaidi wanakuwa na watu ambao sio professional. Yaani mtu ambaye hastahiki kuwa kwenye hiyo online TV yako au digital yako, TV au radio. Hastahiki. Kwa sababu gani? Mtu anaweza kukuforce maswali anayokuuliza. Kwanza anakupa maswali ya kuprovoke, ya pili anakuuliza maswali ambayo hayana msingi. For example, juzi tulikuwa na misiba 2 3 hapo. Mtu anakuja anakuuliza unajisikiaje na msiba? Msiba sio sherehe, my brother. Msiba sio sherehe, msiba sio sijui mwanamke, msiba sio sijui kitu gani. Unaniulizaje najisikiaje? Yaani unaweza kumuuliza wewe unajisikiaje kuja hapa? Huwezi kumuuliza mtu kwenye msiba unajisikiaje. No, sio professional. Ukifika pale pata content. Tafuta watu wahusika wanaozungumza kwenye msiba. Fanya nao interview. Ukimaliza hao wengine achana nao, kwa sababu hujui mimi nimeguswa vipi na kitu fulani. Kwa hiyo na sio tu kwenye misiba, online TV unakuta hawajui ku create story, hawajui ku create content. Yaani mtu anakutana na wewe from nowhere, naona umevaa kiatu kipya. Seriously? Kiatu kipya. Bwana naona umevaa kiatu kipya. Nani huyo? Au umenunua duka gani? Unaweza ukajitathmini ukasema huyu kweli ni professional. Kwa hiyo watu walioingia kwenye online TV, digital, sijui radio online, kila kitu. Yaani waangalie watu wanaowaajiri. Wewe Mwijaku, ni kitu gani ambacho unakitumia kama chanzo kikubwa cha kukupatia habari? Hapa tumekuwa wengi waongo. Udaku. Yaani udaku. Yaani mtu baada ya kufanya content, kutoa habari anafanya content ya udaku. Mtu yuko radhi kukwambia nasikia fulani amekutukana. No. Professional kuja njoo naambia bwana tumekutana na hii clip. Huyu amesema 1 2 3 4 5 6. How does it respond? Wewe una respond vipi hii content? Lakini usiniambie nimesikia mtu fulani kakutukana. No, wewe niambie bwana, brother Mwijaku, kuna habari nimeisoma hii mjini inasema 1 2 3 4 kuhusu wewe. Nafikiri unaiona hapa. Tunaitazama pamoja. Then pale naweza nikarespond. Lakini usiniambie nimesikia mtu kakutukana. Mimi natukana sana. Mtu mwingine kalewa mtaani, Mwijaku, mshenzi, Mwijaku. Kwa chochote mtu anaweza kufanya. Sasa jaribu tufanye mshawishi mtu aone online TV, social media, online radio iwe chanzo cha habari kwake. Yaani iwe mimi baadhi za media za hapa nazihesabu. Da24, Global, Millard, Bongo 5, Bongo Spice, Bongo Celebrity. Kwa kuna baadhi unazihesabu. Lakini sasa hivi utasikia Mchambawima online TV, Kajambanane online TV, sijui Temeko online TV. Yaani vinainuka tu. Mtu amekaa amewaza jina, kesho kaanika Pangu Pakavu online TV. Na kwani ukishika mic unaona Pangu Pakavu online TV. Seriously? Anatokea mtu anakuhoji hapa na mic, wewe unakuwa unatumia vigezo gani kumpa mtu interview yako? Ndio maana siku hizi nimekuwa very selective sana. Mimi nina watu nawapa content na kuna watu wengine I don't give them. Kwa sababu naangalia wewe nitakupa content utaitumiaje. For example, Da24, you are doing nice work. Mna deliver content, mna deliver habari. Mbali na entertainment lakini mna deliver habari. It's where naweza nikakutumia nini nikasema, na ndio maana nimeweza ku invite Goose Africa Insurance. This is the company. Nimesema no, hao wanastahili kuja ofisini kuja kunioja kwa sababu you deliver the message. You deliver the news. You deliver entertainment. Sasa watu wengine wanatakiwa wajifunze, tusikurupuke tu umeinuka asubuhi umenunua kamera yako, umeshika mic, umeilebo, then unasema this is online TV. Nafikiri pia serikali hii ni wakati sasa wa kuanza kuzimonitor. Serikali ianze kunyoshia vidole sehemu kama hizi. Sio kila mtu anakuja na content. Serikali iangalie, watungie sheria nzuri ambazo zinaweza zikawa guide. Sio kila kitu kinaruhusiwa kukirusha. Mtu anakuja na kuprovoke. Mimi kama jana usiku nimekutana na watu wapumbavu. Nimeshuka hapo mtu anaomba interview na from nowhere. Kwanza jitambulishe mimi ni mtu gani. Lakini Mwijaku tunaona upo hapa unatembea kwa mguu, gari umepokonywa. Seriously? Kwa nini sitaki gari mimi? Yaani kuna media za kipumbavu. Kwa hiyo mimi ni wasia hata ma celebrity wenzangu. Tuwe selective. Tuwe selective kwenye kutoa content. Tuwe selective. Tuzichague. Kuna online media zina maana, zina akili. Lakini zingine za kipumbavu. Au hebu imagine kama juzi watu wanaenda kumrekodi ule mchungaji mpumbavu anaongea vitu vya kipumbavu. Hapo online wanazisambaza. Mtu anakaa na record content ile. Mpumbavu mmoja anasimama anasema Klaus wanatakiwa afu watu wengine wawili, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Alafu media inachukua inasambaza.
I'm so proud kwa mkuu wa mkoa Makonda. Very proud of you Mheshimiwa Makonda. I'm so proud kwa Mheshimiwa Makonda. Alisema hebu wewe kama kweli una maono wafate familia, sio unakuja kwenye media. Ifate familia, nenda kawaambie kuwa ule mzika mgomba. Sio unakuja kwenye media unatuambia mimi what if nikisema unatafuta attention, unatafuta kiki. Nitakuwa nimekosea? Sasa na upumbavu wa online media, it means hawana content. Watu wamekaa wamemrecord wamesambaza ile clip. Serious? Tunaelekea wapi? Taifa tunalipeleka wapi? Ndio tumeomba tufanye kazi. Kweli ndio kazi watu wa media mmeamua kuzifanya? Kusambaza vitu kama vile kweli? Na tunapoelekea Mwijaku, labda nyinyi ma celebrity mmeanza kuingiwa hofu kuhusiana na ujio wa hizi online TV au nini kipo kwenye mioyo yenu kwa mtazamo huu? Hizi zinakuja kutuharibu, zinakuja kutuua. Kwa sababu mwisho wa siku mtu una trend hapa huna content. Okay. Madhara yake mtu una trend ule huna content. Lakini unaonekana kidogo ukifungua unamkuta huyu, unafungua unamkuta huyu. Do you have content? Do you have message ambayo jamii inaweza kasikika ikakusikia ikabadilika kitu? You need to have content. Hizo online zinavyokuwa nyingi wanakuwa wana compete ku have content. Na ukikosa content matokeo yake watakuja kukuuliza jambo la kipumbavu. Watakuprovoke utaongea ujinga. Na ukiongea ujinga wako na wewe imesambaa. Sasa badala ya kukua unakufa. Mtu anasema serious? Fulani anaongea mambo. Fulani nipo hivi. Mtu anakudestroy. Huwezi ku-close deal na corporate office kama hizi. Okay. Kwa sababu gani? Tayari umekuwa used na media, alafu na wewe ukatumika kwa kubali kutumika. Off you go. Na nisikufiche katika kizazi hiki tulichoenda, kutengeneza brandi ni kazi kubwa mno, lakini unaweza kuishusha brand within a minute. Hiyo nataka watu wajue, ma-celebrity wajue. Kutengeneza brand yako unaweza kutumia miaka 20 kutengeneza brand. Lakini brand yako ukajua kwa sekunde moja, dakika moja ya Instagram ambao umeongea upumbavu. Hakikisha kile unachoongea kutoka mdomoni unawapa media kisaidie jamii. Ionye jamii jambo fulani au muonye mtu fulani jambo fulani aweze kubadilika. Huu muda tunaoishi ni mchache mno. Ukipata nafasi ya kuambia watu jambo waambie. Ukipata nafasi ya kuambia watu unawapenda waambie. Ukikosa nafasi mshukuru Mungu, piga goti. Tusikimbilie hizi online media tu huna la kusema unakimbia. No, you have something to share, tell them. Share with them. Itawafikia watu, lakini if you don't have, please funga mdomo, tuachie sisi wenye content tuseme. Maswali aina gani ambayo haupendi kabisa kuulizwa kwa Muislamu? Tena napenda watu online media zote wajue. Swali la kwanza kujiuliza, unajisikiaje? Wewe na marehemu mkoje? Hayo maswali mabaya. Yaani unaniuliza wewe na marehemu mkoje, maana unanishangaa mimi kuwepo hapa kwenye sehemu ya msiba. Okay. Unajisikiaje? Unaniuliza najisikia kulia au nikwambia najisikia furaha? Yaani unaniuliza najisikiaje, unataka niseme najisikia furaha? Maana ndio swali jibu unalotaka, nikwambia najisikia furaha sana bwana amekufa ili uende ukatrend, si ndio? Lakini nikwambia najisikia vibaya utasema waje wase huyu naye anajisikia vibaya anamjua marehemu. Yaani maswali ambayo unajiuliza maswali gani? Au kwa nini uko hapa? Wewe na marehemu mkoje? Seriously? Dini yangu inaniruhusu kuhudhuria msiba wowote wa mtu ambaye nitapata nafasi. Ni sunna, napata thawabu. Kwa hiyo kwenda kwenye msiba mimi kwangu ni sunna, napata thawabu. Umepokeaje msiba? Sipendi hilo swali. Utaniambiaje? Kwa sababu maumivu ya moyo. Wewe unaweza kueleza maumivu ya moyo wako? Mimi nakutana na watu kila siku wanaumizwa kwenye mapenzi au wanaumizwa na mahusiano yao, maisha yao. Hamna hata mmoja anaweza kukuambia nimeumia kiasi gani. Sasa wewe unakuja kwenye msiba unauliza hivi, umeupokeaje msiba? Ni upokeaje msiba? Msiba is sad. Ni maumivu. Hata wewe sikutegemea kama unaweza kupata nguvu ya kuuliza swali. I hate that question. Alafu nachukia issue nyingine ya mtu analia ndio unaenda kumrekodi. Yaani mtu ameguswa, basi kamera zitahamia kwa mtu aliyeguswa analia. No. Show some respect. Mtu he or she have a feelings. Mtu ana feelings na kuondokewa na mtu. Mtu ana feelings ya yule mtu alikuwa naye karibu. Mtu ana feelings ya lile tukio la msiba. Then you are going na kamera unamrekodi pale. Kune kulia mtu anapolia amepatwa na msiba kuna mawili. Anaweza akalia akaongea mambo ya ajabu, anaweza akalia akakaa uchi, anaweza akalia akaropoka, anaweza akalia akarukwa na akili. Kwa chochote kinaweza kumtokea kibaya. Are you going to air that? Hamna fair. Hakuna fair. Kwa nini unarekodi? Mtu unaona ameanguka analia, eka kamera pembeni, subiri ajistiri, subiri anyamaze, subiri arudi awe aware. Mrekodi. Lakini sasa hivi watu wetu mtu amebeba wanarekodi. Kuna clip nyingine una mtu amerekodiwa nguo ya ndani mtoto wa kike inaonekana.
Kwa sababu mtu anapopata jambo la msiba, anapoona mwili anapoaga analia, anakuwa sio yeye, ni binadamu mwingine. Tujifunze kuepusha kamera wakati ule. Tuweke kamera pembeni. Mtu amelia, kanga imeanguka, vitu vyake vya ndani vinaanguka. Sasa watu baada ya kujadili msiba, baada ya kujadili tukio la huzuni, mtu anasema huyu anashanga hadi msibani. Yaani mtu kwa sababu mtu kaziona. Umeona? Kwa tumetwist mazingira ya msiba. Mtu kwa sababu upumbavu ule rekodi, mtu anaanza kumdhihaki mtu aliyorekodiwa. Sababu gani? Ya kitu within a minute. Ungeweza kumstiri ule mtu ukaika kamera pembeni, then ukarekodi baadaye, ungekuwa umefanya jambo moja jema sana, na ungekuwa umeonyesha some respect kwenye media yako, umeonyesha some respect kwenye tasnia nzima ya habari. Okay. Mwenjako, kuna swala pia la kupost. Sasa hivi dunia imehamia sana Instagram. Watu wanaamini ili uguswe at least uposti. Mwenjako sasa hivi kwa Goods Africa Insurance na amechaguliwa kwa balozi. Wewe unaitafsiri vipi kwa mtu amefiwa alafu inatokea mwingine hajaposti? Mimi bado narudi kwa imani yangu. Wanasema kwa imani yangu, wanasema atakuwa hauna ucha Mungu umo ndani ya moyo wako. Unajua hizi social media, Instagram, Facebook, Twitter, it's a show. Lakini kikubwa ni mtu unaguswa wapi. Yaani wapi umeguswa? Moyo wako unaumia? Moyo wako unamuombea dua? Moyo wako umevunjika? Moyo wako una unyenyekevu? Moyo wako umeshtushwa na jambo fulani? That's what is matter. Yaani ukiwa nafsini mwako una regret hicho, hata mtu aloposti mara 10,000 hana thamani. Kwa sababu unatakiwa uwe na utu ndani ya nafsi yako. Then usidhihaki. Kama huwezi kuposti basi usidhihaki. Kama huwezi kuposti msiba basi usidhihaki. Usidhihaki vipi? Watu tupo kwenye maombolezo, wewe unaposti picha labda ya kudhihaki, unaonyesha una amani, una furaha. Unachokiposti kina determine ulichokuwa moyoni mwako. Siku zote tunachokipost, tunachoandika caption kina determine kitu kilichokuwa moyoni mwangu. Ndio maana ukitaka kujua ma celebrity mtu ana tatizo, ukiangalia posti zake, status zake, caption zake, unajua huyu hayuko sawa. Kwa sababu tayari tumehamisha feelings zetu kwenye media. Kwa hiyo ukiona huwezi kumposti msiba, basi usiposti picha ya kuonyesha happiness. Sasa the bad things is mtu tupo kwenye msiba anaposti picha anakula bata, anaposti picha he or she having fun. That's very bad. Kwa sababu sio watu wote waelewa. Kila mtu lakini kumbuka ana maisha yake. Yeah, you have to show some respect. Na account yake ambayo ni Instagram. Sijakataa, unaweza kuwa na account yako na uje, kuna misiba inagusa taifa, inagusa jamii. Na kuna misiba inagusa kaya, na kuna misiba inagusa ahlul bait. Sasa social media isikuendeshe ukafanya uonekane mtu tofauti. Si dhambi kutumia social media kufanya kitu bora, lakini isikuendeshe uonekane mtu wa ajabu. Ukiona msiba umeigusa jamii, umeigusa nchi, umegusa taifa, show some respect. Relax. Subiri ipite upepo, utaposti. Lakini unaona taifa limeguswa, rais kaguswa, jamii imeguswa, kaya zimeguswa, then unaonyesha upo unakula bata. That's bad. Unaonyesha sacrifice. That's bad. Yaani ni tabia mbaya. Lazima ushow some respect, behave, vumilia. Ngoja ipite ile swala utaposti. Kama mheshimiwa rais anatumia muda wake kutweet, anasikitika kwa kifo, rais ana tweet, it means rais yuko busy. It means amechukua dakika 10 kuandika tweet na kuposti. Who are you? Yaani who are you usiguswe? Sawa usiposti, basi show some respect. Acha kuposti mwili wako, acha kuposti anasa zako, behave. Alafu kinachoumiza mtu ambaye alopata tatizo alofariki amekugusa kwenye maisha yako. You need some respect. Yaani failure to do that, you in trouble. Mungu wa kwetu sote. Mungu anajibu kwa yoyote. Mimi nikiomba atajibu, ukiomba atajibu. Wanasema ya Mungu mengi, leo kwako kesho kwangu. Hatuombeani mabaya, lakini malipo hapa duniani kwa Mungu mahesabu. Unalijua hilo? Au followers wanakuleta. Exactly. Tunawehuka na followers, lakini watu tunashindwa kujua kuwa Tanzania ina watu milioni 40, 50 kwa kwenda. Walikuwa kwenye mitandao ya kijamii hawazidi hata milioni 5. Sio, nielewa. Kwa lazima mtu uamke, ujue unaenda wapi. Jua watu ni wachache, asilimia kubwa ipo huko.
Hiko ndio kubwa tunataka tujifunze. Kama mtu ambao unapata nafasi ya kuzungumza na vijana kupitia Dar24, ungependa kuwashauri nini vijana kuzingatia sasa hivi tunakubaliana kwamba maisha ni mafupi, pesa sio chochote, maarufu sio chochote, unawashauri nini? Kwanza namshukuru bosi Joseph Kusaga, boss Joe. Ujumbe wake aliotoa juzi kwenye tuko Maloloni kwa Kibonde, aliongea jambo ambalo linatugusa vijana wote. Ni vijana wakati wa kuamka kuacha nyodo. Mfanyie nyodo Mungu. Yaani fanya nyodo kwenye ibada. Yaani nenda kwenye ibada, remba ibada yako, ifanyie nyodo, ifanyie, yaani irembe ibada yako. Usifanye nyodo kwa binadamu wenzio, usifanye nyodo juu ya ardhi. Fanya nyodo na udambudambu ukiwa kwenye ibada, upo kwenye sijida unamlilia Mungu. Lia Mungu kimadaha. Yaani mlilie Mungu wako, jikurubishe kuwa karibu na Mungu. Lakini angalia, usiwafanyie binadamu. Acha dhihaka kwa binadamu muda mfupi sana. Ukipata nafasi ya kumwambia mtu nampenda, mpigie simu, mfuate, mwambie nakupenda. Ukipata nafasi ya kumwomba mtu msamaha, muombe sasa hivi. Wakati ni sasa, dunia ni fupi, usije ukafa kafir. Ukiona umepata nafasi ya kwenda kuwajulia watu hospitalini, Muhimbili, wagonjwa kokote, nenda wajulie hali ili uojue uwepo wa Mungu. Maisha ni mafupi sana. Mimi na wewe tupo kwenye foleni ya kufa. Hatujui nani yuko mbele yangu, nani yuko nyuma yangu. Pengine nafuata, pengine wewe unafuata. Umejiandaje? Unakwenda na zawadi gani mbele ya Mungu? Utaenda na zawadi ya kutukana? Utaenda na zawadi ya kuwasengenya watu kwenye mitandao ya kijamii? Utaenda na zawadi ya show off? Waangalia walokufa. Ruge alikuwa tajiri, kaacha nyumba, kaacha magari, kaacha kila kitu. Mwangalie Kibonde, kaacha watoto walikuwa wanawapenda. Angalia watu, sio hao tu, watu wengi wamekufa wameacha mali zao. Je, utaenda na nini? Tupunguze nyodo. Tupunguze nyodo, tuheshimiane. Mpe mtu heshima yake. Humpendi mtu, nyamaza kimya, acha kuongea pembeni. Acha kusnitch watu, acha kusodoa watu, acha kutukana watu kwenye mitandao ya kijamii. Mwanzo na mwisho, kila kitu kitakwisha, utaingia ndani ya ardhi 6. Utabaki wewe na amali zako kule. Hakuna Instagram, hakuna followers, hakuna like, hakuna comment unaoenda nazo. Zote utaziacha, sisi tutakuwa tunazikagua huko juu. Kule unakwenda wewe na amali zako peke yako. So lazima tubadilike. Big thanks to Good Africa Insurance kwa kutukutanisha na Mwijaku, lakini pia big shout kwa Real Burger kwa ajili ya kuhakikisha show nzima inakuwa inasimama. Mwijaku, labda tumpe nafasi ya kuzungumzia kuhusiana na Good Africa Insurance. Tunajua pia ni balozi ambaye hatuna hata wiki mbili alitambulishwa kuwa ni balozi wa Good Africa Insurance. Alisaidia pia Shilole kupata bima ya nyumba yake. Unaweza kutuambia nini kimefikia Shilole? Ameshapata bima yake au kuna mikakati gani inaendelea? Kulikuwa na misiba tu hapa, lakini process zote zimeshakaa tayari. Nimeshawasiliana na Shilole, ni bado kuja kuchukua na kusaini mikataba. Lakini niwaambie, hii nafasi ya kuambia Watanzania across the world, across the country, Good Africa Insurance sasa ipo kivingine. Hii imekuja kivingine. Wanasema jisaidie usaidike. Kama umeshapata nafasi ya watu kama hao wapo, unataka insurance ya gari, ya bima ya afya, sio bima ya nini, unaumwa, usihangaike, zama zile zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi ni watu mnanunua makamera makalikali haya. Njoni mfungulie, mzikatie bima. The only opportunity ya kitu kusave kitu chako. Tunapata shida sana kwenye event za usiku kutembea na makamera. Mnaanguka, mnapora, mnafanya, lakini ukiwa na bima yako safi. Kwa hiyo wakati ni sasa. Shilole ameshakata bima yake ya nyumba. Sasa hivi ana wasiwasi. Anapumzika mguu juu, lolote likitokea yuko salama. Sasa je, na wewe unataka uwe salama? Karibu. Tupo Golden Tulip floor ya 4. Njoo tukuhudumie, wakati ni sasa. Hata kama umenunua simu yako ghali, my iPhone X, my iPhone nini, njoo zikatie bima. Tuko kwa ajili yako, wakati ni sasa, floor ya 4. 24 hours tunakuhudumia. Ukishinda tuambie ulipo tukufuate. Unajisikiaje na msiba? Umepokeaje msiba? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo Mwijaku binafsi hata ukimkuta kwenye msiba wote hatuombi, lakini apendi kuulizwa. Sitaki kabisa. Mwanzo na mwisho sitaki. Hii ni The Plug. Ulikuwa na mimi Inspector Chimela.